Huu ni ujumbe ambao umewekwa na Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mara baada ya kukutana na dokta ambaye aliyaokoa maisha yake kwa mara ya kwanza mara baada ya tukio lake la kupigwa risasi mnamo Septemba 7, 2017. Sasa ameweka huu hapo ujumbe. Ni ujumbe ambao very sensitive, umeelewa vizuri. So Tundu Lissu ameandika na kuweka hapa kile ambacho dokta wake alikifanya. So anasema imenichukua miaka 7 na miezi 6 baada ya kukutana na Mtanzania mkubwa kweli kweli, mtu ambaye aliongoza timu ya madaktari waliookoa maisha yangu mnamo Septemba 7, 2017. Dokta sasa ni Profesa Ulisubisia Mpoki, wakati huo katibu mkuu wa Wizara ya Afya, alikuwa Dodoma kwenye shughuli za kiserikali siku hiyo mbaya aliposikia kuwa mbunge mmoja machachari ama maarufu wa upinzani amepigwa risasi na kukimbizwa katika hospitali kuu ya Dodoma. Dr. Mpoki, daktari ambaye amefunzwa kwenye sekta yake hiyo, ama alichukua ama alivaa uongozi wa madaktari wa dharura na kuona kwamba kuhakikisha kwamba maisha ya Tundu Lissu yanaokolewa ama maisha yangu yanaokolewa, na alijitahidi vya kutosha kuhakikisha napewa na kuwa napewa utulivu wa kutosha kwa ajili ya kupelekwa hospitali ya Nairobi kwa matibabu zaidi. Leo kwenye makazi ya marehemu Profesa Philemon Micol Sarungi, daktari mwingine mkubwa na mtumishi wa umma, hatimaye nimepata kukutana na mtu huyo. Profesa Mpoki ni mtu muhimu sana. Baada ya kuona mwili wangu uliovunjika na kuharibika kwenye kitanda cha upasuaji miaka 7 iliyopita, aliangua kilio aliponiona kwenye makazi ya Profesa Sarungi, ama aliponiona nyumbani kwa Profesa Sarungi. Anasema what a good man, ni mtu mzuri sana, ni heshima, amenelewa vizuri, na fursa ilioje kuwa chini ya uangalizi wake kitaaluma. Amenelewa vizuri. Kwa hiyo huo ni ujumbe ambao Tundu Lissu ameuandika hapa, sema what a good man, amenelewa vizuri. Kwa hiyo ndo hivyo. So amemshukuru kweli kweli Dr. Ulisubisia Mpoki, umeelewa vizuri. Ngoja tucheki na comment. Huyu anasema good, huyu anasema Mungu mkubwa sana. Huyu anasema but where is your driver, why are you hiding him? Wanamuuliza dereva wako yuko wapi, kwa nini unamficha? Okay. Huyu anasema kuna vioo vinapika watu na kuna watu wanapika vioo, na kuna watu wanakula watu, na kuna watu wasio na utu, na kuna utu baada ya ubinadamu, na kuna wasomi wengi wajinga sana, na kuna wasomi wengi wazuri sana, kuna wajinga wengi hata sio wasomi, na kuna watu maindi zao nzuri na sio wasomi. Okay, ameandika hivyo. Huyu anasema bado watu wema wanaishi. Mungu amtunze Profesa Mpoki na ampe upendeleo wa kuishi miaka mingi huku akiwa na nguvu na utimamu. Wanasema watu wema wangalipo, Mungu na awabariki. Mungu ambariki Dr. Mpoki. Wanasema God always put people ahead of you to make sure that you arrive to your destination. Keep the face above all. Keep on praying diligent for your glory to be manifested in the flesh that they tried to destroy. Okay, so wanasema Mungu anaweka watu mbele yako kuhakikisha kwamba unafikia sehemu ambayo unakwenda. Kwa hiyo endelea kumtumainia yeye, endelea kufanya maombi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Mungu anakubariki. Wanasema umemkata Jakaya kabisa, upendagi unafiki na kujipendekeza ndio kitu umejaliwa.
Okay, huyu anasema watu wema ndani ya mfumo hapo. Huyu anasema the survival. Kwa hiyo comment ni nyingi kweli na ni ujumbe ambao Tundu Lissu ameweka mara baada ya kukutana na Dr. Mpoki ambaye aliongoza jopo la madaktari kuokoa maisha yake. Mtazamo wako ni upi? Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.